Hana Roki Matandiko, mkazi wa mtaa Tuelewane almaarufu Mama Mwendokasi. Katika mtaa wetu tuna changamoto ya mafuriko, yaani mvua kidogo maji yanajaa, na kingine kinachosababisha mto umechafuka mno, yaani maji hayaendi mtoni, yanakuja kwenye makazi yetu sisi. Kwa hiyo kila muda baada maji ya kwenda mtoni yanakuja kwetu sisi. Unaona, na kingine daraja linalotengenezwa mpaka leo daraja halijaisha. Ile miundombinu ambayo ilikuwa inapitisha maji kwenye daraja wameziba. Hatuna raha katika mtaa wetu. Kila wakati maji yanaingia yanakuja na matope, nguo zinaharibika matope babangu, hata nguo za kuvaa hatuna. Nguo zote zimeenea matope tupu, kila siku unatupa nguo. Tunaomba serikali mtusaidie, wananchi wa mtaa Tuelewane, tumetelekezwa mpaka na viongozi wetu. Hawatujali, hawatukimbilii. Leo tukimbilie wapi? Msaada tukaupate wapi? Tunaomba mnaotusikia msikie kilio chetu. Tunateseka. Watoto hawaendi shule. Hawawezi kuvaa viatu wakaenda shule. Ni mimaji kila sehemu, nyumba zinabomoka. Tunaomba serikali popote mlipo, mnapotusikia sauti hizi mtusaidie. Kwa jina naitwa Nasoro Wali, ni mjumbe wa serikali za mtaa wa Tuelewane. Kwa kweli nipo hapa toka asubuhi, tunaokoa vijana, watoto, wamama katika maeneo haya. Maana tumepata mafuriko haya kutoka jana. Kama unavyoniona hapa nilivyo, toka asubuhi hatujala. Hata nguo zenyewe za kubadilisha hatuna, nguo zote zimeondoka na maji. Kwa hiyo nimesimama hapa kama mjumbe wa serikali za mtaa. Maana wananchi wangu wanapata tabu. Tushapiga simu sehemu husika zote, tunasikilizia majibu yao kwamba watatusaidiaje. Kwa hiyo kama ndugu waandishi, hapa tulipo tunaomba msaada kwa wale wote wanetusikiliza, watusaidie kwa sababu mtaa huu wa Tuelewane una changamoto za mafuriko. Yaani mafuriko haya ni mara kwa mara. Maji yanakuja na kuondoka na vitu vyetu na mabata na kuku na kila kitu. Kwa hiyo tunaomba ndugu zangu, mto ule ni mchafu, ni daraja limezibwa pale wanaotengeneza, na mkandarasi hatuoni kama anaendelea na ujenzi au vipi pale, kwa sababu maji yanajaa yanarudi tena kwenye makazi ya watu. Sasa tunaomba serikali kuu itusikilize, wananchi wa mtaa wengu wanapata tabu, na mimi mwenyewe kiwepo napata tabu, kwa sababu mimi nyumba yangu ile pale chini kama unavyoiona ndugu mwandishi, pale ndio ninapoishi. Kwa hiyo napata tabu mimi mpaka na wananchi wangu. Kwa hiyo wananchi wangu wanakuja kwangu kupata kulalamika ili niwasaidie. Sasa mimi kama kiongozi wa chini sina nguvu ya kuweza kuwasaidia. Kwa na mimi napiga simu huko mbele kwa wenzangu, jamani huku kuna 1 2 3, sipati msaada. Kwa hiyo tunaomba serikali kuu kwamba itusikie, itusaidie kama mafuriko haya. Miaka mitatu hii tunapata tabu sana wakazi wa mtaa huu wa Tuelewane. Sisi raia wa mtaa huu mpaka mwenyekiti wetu wa mtaa, kwa kweli tunapata tabu. Maji yanatusumbua sana, sio kidogo. Sisi tunaiomba serikali itusaidie kwa hili. Itusaidie katika vitu vitatu. Kitu cha kwanza watanue madaraja kama jinsi walivyotanua pale. Lakini kitu cha pili watutengenezee mto. Mto umeacha sehemu yake, umekwenda katika makazi ya watu. Lakini yote imesababishwa na tuta la Mwendokasi. Tangia lianze tuta la Mwendokasi imekuwa tabu mtaa huu. Yaani shida katika kata hii ya Lukobe. Kwa tunaomba sana sisi katika serikali kuu kwa Mama Samia Suluhu pamoja na waziri mkuu, tunaomba sana watuangalie watu wa Morogoro, kata ya Lukobe hii tunapata tabu sana. Kama hivi unavyoona mwandishi wa habari, saa hizi maji yameshaingia mpaka ndani, magodoro yameshaloa. Hatuna raha, mvua ikenyesha hatujui tunalala wapi, tunashinda vipi, tunapata tabu. Kwa hiyo tunaomba sana, kama sasa watengeneza daraja pale wameziba, baadhi ya daraja ambayo linapitishaga maji mengi wameziba. Maji hayaendi, yamesimama na rudi nyuma katika maeneo ya watu. Kwa hiyo tunaomba msaada sana, watusaidie katika hili ili na sisi tuishi katika mkoa wetu kama wa Tanzania. Farida Ali, mkazi wa Mbunda. Kuna masikitiko makubwa sana. Mafuriko yanatuingilia kila wakati. Na tunawaeleza viongozi, yani kama wametutelekeza. Hawaelewi. Tumempigia mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya anasema yeye yuko Morogoro, lakini vijijini atatuma timu yake, mpaka saa hizi hatuioni. Na tunazidi kudidimia, kama mnavyoona maji yanazidi kuzengela katika majumba. Kwa hiyo tuna mtihani mkubwa. Na shida yote mashimo yameyaziba yale ambayo yanopitisha maji.
daraja lile. Kwa majina naitwa Benson Wambura Marwa, ni mkazi wa mtaa wa Tuelewane. Changamoto kubwa tulionayo ni maji, na haya maji yanasababishwa na daraja linalojengwa barabara kubwa ya Dodoma. Daraja lile lina changamoto kubwa. Changamoto la kwanza ni kwamba wameziba zile njia za kupitisha maji. Kwa hiyo ina maana maji yanafika pale yanashindwa kupita, yanabaki kujaa na kutapakaa kwenye miji ya watu. Kwa mfano kama mnavyoona hali ilivyo sasa hivi, nyumba zimejaa maji, watu wanakosa sehemu ya kukaa, wengine wanashindwa wafanye kazi gani. Kwa hiyo kikubwa tunachoomba ni kwamba watufumulie ile njia ili maji yaweze kupita na watu wabaki salama. Na kitu kingine ni mto Ngerengere imechafuka. Ina maana mto umetawanyika, yani imezagaa kwenye miji ya watu. Kwa hiyo inabidi watu safishie ule mto ili maji yaweze kupita, ndio ombi langu kubwa. Kwa hiyo serikali tuangalie kwa hili, kwa adha ambayo tunakutana nayo kwa sasa hivi.